Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sasa na Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado huja subscribe, naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kupata video mpya inapotoka kila Jumanne. Huwa natoa videos Jumanne na Jumamosi natoa kivideo kidogo tu kama cha dakika 3. Sasa ukimaliza kuangalia, naomba ushare, like and comment na Mungu akubariki. Leo namshukuru Mungu kwa kunisaidia tena na kuniwezesha kushare neno la Mungu na wewe, na tunaenda kuangalia sehemu ya 7 ya series hii ya God Special School au shule maalum ya Mungu. Na katika sehemu hii ya 7 tunaenda kuangalia kitu muhimu sana ambacho wote tutapitia na tutapimwa kama wewe umekubali kumfuata Bwana Yesu. Kwa hiyo tutaenda kuangalia katika hii series, katika hii video, katika hii episode, kwa nini uaminifu ni muhimu. Darasa hili ni darasa la uaminifu. Ninaomba ukae mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Sasa basi, karibu sana katika darasa hili la uaminifu, darasa letu la 7. Na katika darasa hili la uaminifu wote tutapita, ni compulsory. Na tunaenda kuangalia kwa nini muhimu. Kwanza tuangalie neno la Mungu linasemaje kuhusu huu uaminifu. Manake tusiwe tunausikia tu, na neno la Mungu linatuambia katika Ufunuo 2 mstari wa 10. Bwana Yesu alikuwa anazungumza na makanisa. Anasema usiogope mambo yatakayo kupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Sasa tunaona hapa Bwana Yesu analiambia kanisa kwamba uwe mwaminifu hata kufa. Ina maana how important kuwa mwaminifu kwa Bwana ni muhimu. Lakini sio hivyo tu, kuna yule mchonganishi, adui, naye hakubali uwe mwaminifu. Ndio hapa tunaambiwa, ndio maana unaambiwa usiogope. Kwa hiyo panatakiwa ujasiri fulani katika kuwa uaminifu, kwa sababu ili uaminifu wako upimwe, utapita katika sehemu ambayo wewe kuonyesha uaminifu wako unaweza kuleta hatari katika maisha yako, na hatari hiyo inaweza kuhatarisha hata kifo. Lakini kama Mungu amekwambia usiogope, ina maana usiogope. Mungu akikwambia kwamba utafungwa gerezani, kuna watu wako hata hivi tunavyozungumza sasa hivi, wapo kaka zetu na dada zetu duniani huko wamefungwa kwa sababu ya kuwa mwaminifu kwa Bwana. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana, na lakini mwisho wake tunajua kwamba ipo taji. Kwa hiyo hilo ni neno la faraja kwetu. Tunapita katika sehemu ambayo Bwana anatutesti uaminifu wetu, na inabidi to lose kitu fulani, kama hao ambao wamelose maisha au freedom yao, lakini unatakiwa ujue kwamba ipo zawadi inayokusubiri. Sasa maana halisi ya uaminifu ni nini? Uaminifu ni tabia ya mtu ya kuwa mkweli, mwenye na kutekeleza ahadi, asiyehadaa na mwenye mshikamano wa maadili au ukweli hata katika mazingira magumu. Umeona mazingira magumu ya huo mstari wa Ufunuo, magereza, mauti, lakini bado watu wanatakiwa au wanakuwa expected kuendelea kuwa waaminifu. Kwa kifupi, wewe kuitwa mwaminifu ni kwamba husemi uongo, utapeli wala kudanganya, unatimiza ahadi zako, unahifadhi siri na unaaminika, wala usaliti watu au imani yako. Umeona? Sasa kwa nini Mungu anataka tuwe waaminifu? Kwanza tujiulize, sisi wenyewe ni wangapi wetu tunapenda kudeal na mtu ambaye sio mwaminifu? Wote nadhani tunaweza kujibu kwamba ni kweli hakuna mtu anayekuwa mwaminifu, especially kwenye mahusiano. Na tulishaangalia, kuna series nilifanyaga ya mahusiano yetu sisi na Mungu, kama baba, kama rafiki, kama mchungaji aliye mwema, na kama
ziko nimefanya hiyo series, nadhani ziko sehemu kama 8 au 9 za jinsi ambavyo tunatakiwa tuwe. Sasa katika mahusiano haya yote yanahitaji uaminifu. Yaani hata wewe uwe na mtoto alafu mtoto sio mwaminifu, ukimwambia nenda dukani chukua hii 100 ukanani anarudi nilipoteza, kumbe kanunua ice cream. Wewe unajisikiaje na huyo mtoto? Umeona? Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana, na baba yetu mwenyewe ni mwaminifu, na kwa vile yeye ni mwaminifu anataka na sisi tuwe mwaminifu, tufanane na baba yetu. Kwa nini tufanane na adui? Lazima tufanane na baba yetu. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 1 mstari wa 9 inasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Unaona hapa pana ushirika. Sasa utashirikiana vipi mwaminifu na mtu ambaye sio mwaminifu? Kwa hiyo yeye mwenyewe ni mwaminifu, kwa anataka tuwe kama yeye ili tuweze kushirikiana na Bwana Yesu ambaye na yeye ni mwaminifu vile vile. Sasa uaminifu vile vile ni amri, sio suggestion. Tunaamriwa tuwe waaminifu. Neno la Mungu linatuambia hivi katika Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24, mcheni Bwana tu mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Kiingereza inaongea vizuri, inasema only fear the Lord and serve him faithfully with all your heart, for consider how great things he has done for you. Kwa hiyo unaona, kumbe hapa ni amri kwamba tunatakiwa tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Umeona? Nani anaitaka mtumishi ambaye sio mwaminifu? Wewe unaweza ukataka mtumishi sio mwaminifu, alafu mkabidhi nyumba yako, ukiondoka kiuza vitu humo ndani, akichoma nyumba moto. Umeona? Tunahitaji sisi, kama tunahitaji watu wawe waaminifu kwetu, na Mungu anatuhitaji na sisi tuwe waaminifu kwake. Haya, kingine ni kwamba sisi ni custodian, sisi ni mawakili wa mambo makubwa ya huko mbinguni. Kuna mengine masiri huko. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 inatuambia mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi tuwatumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ni wakili au a custodian, una expect kwamba atakitunza kile ambacho umempa kwa uaminifu. Wewe ukiwa say una rafiki yako au ndugu, mzazi, mtu ambaye unamwamini, alafu ukampa siri zako, alafu ukazisikia hizo siri zimesambaa, kila mtu anajua, unajisikiaje? Ndivyo mimi na wewe, neno Mungu linatuambia sisi ni mawakili. Kwa hiyo wakili yoyote anakuwa expected kuwa mwaminifu wa zile siri. Hata makazini watu wengi tuna sign wakati wa kuanza kazi, una sign. Kama hujawahi kusoma small prints, huwa inasema kwamba wakati unafanya ile kazi utaifanya kwa uaminifu. Siri za ile kampuni hutaenda kuziuza kwa kampuni ambayo ni rival, na ukiondoka utaondoka na customers wao. Umeona? Sasa hiyo ni duniani, na mbinguni ni vivyo hivyo. Sasa tunapimwaje uaminifu wetu? Kama nilivyosema katika madarasa mengine, katika madarasa haya yote Mungu atatufundisha kupitia Roho wake Mtakatifu. Tutafundishwa. Roho Mtakatifu ana njia nyingi za kutufundisha. Anaweza kukufundisha moyoni. Unaweza ukakaa unakuwa kama una downloadiwa kitu. Haya, unaweza ukalala ukaota. Unaweza ukafungua Biblia ukaona maandishi yanakuwa expanded. Yaani labda kitu ulishakisoma juzi jana, leo unakiona tofauti. Kwa hivyo ndivyo Mungu anavyotufundisha. Sasa ukishafundishwa sasa unaanza kupimwa kwamba umeelewa. Haya, tutaenda makanisani huko, tutahubiriwa, tutafungua viklipu huko, vipo, tutafanya. Yani sasa hivi njia zipo nyingi ambazo Mungu anatumia kutufundisha. Sasa nyingine mtu tu unakutana naye anakuambia kitu kinakufanya utafakari, au situation inakufanya utafakari. Sasa tutapimwa kwanza. Kitu cha muhimu ambacho tunatakiwa tuonyeshe kwamba sisi ni waaminifu ni katika imani yetu. Ni jinsi gani tunamwamini Mungu mpaka mwisho, bila magutugutu. Luka 18 Bwana Yesu anasema, nawaambia atawapatia haki upesi, lakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani?
Umeona kwamba Bwana Yesu atakapokuja anataka atukute bado ni waaminifu, tumeishika imani kama Paulo anavyosema, nimemaliza mwendo, imani nimeilinda. Ina maana ni kama kijiti umepewa, umekishikilia mpaka mwisho. Huo ndo uaminifu. Sio mara umekidondosha, mara umekipoteza, mara hueleweki. Hapana, tutapimwa imani yetu. Je, tunaamini? Na tutapimwa katika vitu vingi, inawezekana kwenye uponyaji, kwenye kutoa, kwenye nini. Tutapita tu kwenye vitu ambavyo kwa hilo Mungu anataka kuangalia. Je, nikiondoa hiki hapo kwako, bado utakuwa mwaminifu? Au kwa vile sasa hivi huna hiki, uaminifu wako kwangu umekwisha? Haya, hiyo ni imani. Kingine Mungu atakachotupima ni upendo wetu kwake. Jamani, mahusiano yoyote, hata mahusiano ya baba na mtoto, mama na mtoto, haya tuje tena mahusiano ya mapenzi, ndio kabisa. Lazima unataka uwe mwenzako awe na mwaminifu. Sio anapenda huku na huku. Mathayo 6. Bwana Yesu anasema hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Umeona? Kwa hiyo umesikia hapo kuna kuchukia na kupenda. Ina maana Mungu atatupima sisi. Je, tunapenda mali kuliko kumpenda Mungu? Na hapa testi ziko nyingi. Unaweza kukuta saa nyingine, especially watu walioko Ulaya ndio mtaelewa zaidi. Una kazi huko, ni siku ya Christmas, umeambiwa double pay ukienda au triple pay ukienda kwa saa, alafu Roho Mtakatifu moyoni anakuambia sitaki uende leo kanisani, nataka ukafanye hivi na hivi, ukanifanyie hivi. Utafanya nini? Hapo ndio maana nasema hii mitihani inaweza kuwa yote inakuja kwa pamoja. Hapo pana utii, hapo pana upendo. Je, unampenda Mungu kuliko pesa? Je, unamtii Mungu unapoisikia sauti yake? Umeona? Kwa hiyo ni kitu kimoja hapo. Upendo wetu utapimwa. Uaminifu, tukumbuke jamani, uaminifu ni tunda la Roho. Uaminifu hili ni tunda la Roho. Kwa hiyo Bwana ataangalia, je, unajua tunda la Roho likiwepo panakuwa na matokeo. Kwa hiyo pataangaliwa matokeo ya maisha yetu. Je, matokeo yetu yanaonyesha uaminifu? Na hapa inakuwaga tu ni kitu kinani. Ndio Mungu anatuangalia uaminifu wetu, lakini hata kuna watu wanatuangalia uaminifu wetu. Wewe inakuwaje unampenda Mungu, afu kila mtu anakuita wewe tapeli? Yule tapeli tu. Yule akisema wala simwamini. Uaminifu hapo uko wapi? Neno Mungu linatuambia Galatia 5:22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Kwa hiyo kama Mkristo tunatakiwa tuonyeshe ili ni tunda la Roho. Sasa kitu kingine Mungu ambacho ataenda kutuangalia katika hili uaminifu katika hili darasa ni talanta alizotupa. Kila mmoja wetu amepewa talanta. Sasa kama neno la Mungu linavyoelezea katika Mathayo 25, linatuelezea kwamba palikuwa na watu watatu ambao walipewa talanta, mmoja 5, mmoja 2, mmoja 1. Yule wa 5 akazalisha 5. Bwana wake akamwambia, vema mtuma mwema na mwaminifu. Umeona? Uaminifu upo. Kwamba alipewa 5, kazalisha 5, yeye ni mwaminifu. Angeweza kuficha 2, akamrudishia 3. Yaani jumla akampa 8, lakini kampa bwana wake zile 10. Unaona uaminifu unavyokuwepo? Hakuna alichoficha. Unawakumbuka kina Safira na mumewe walichokifanya? Walificha. Sasa kwenye uaminifu hatutakiwi tufiche. Kwa hiyo bwana wake akamwambia aingie katika ufalme wake. Yule mwingine mwenye 2 na yeye akapewa 2, akaambiwa hivyo, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Na yeye ni mwaminifu, mtumwa mwema na mwaminifu. Umeona, nilichojifunza ni kwamba what God is looking for is 100%. Fikiria 5 zimezaa 5, 2 zimezaa 2. Kwa hiyo wewe ukipewa 3, unatakiwa urudishe 3, 4, ulete 4. 100%. You put effort, unategemea Mungu, unafanya vitu, lakini ukarudishe.
kama ulivyo, yani one fold ya kile ambacho umepewa. Sasa ndio tusiangalie wenzetu. Tunapoona wenzetu wanaonekana kama vile wanazalisha sana, sisi hatujui walipewa ngapi. Inawezekana amepewa 5 sasa hivi amezalisha tu 3, lakini mimi kwa sababu ni mwanadamu namuona yule kazalisha 5. Kwa hiyo we are not the ones to judge. Kama huyu walienda kujajiwa na bwana wao, na sisi tumwache Mungu. The righteous judge will judge ni nani mwaminifu. Sasa akaja yule mwingine ambaye alipewa talanta moja. Yaani huyu wa talanta moja naomba tujifunze kutoka kwake, kwa sababu kuna masomo mengi sana. Yeye alipofika tu, badala hata ya kusema talanta yako hii moja, kaanza na hii mdomo. Bwana nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako ardhini. Tazama, unayo iliyo yako. Anamrudishia. Kwa hiyo huyu, yani hata ukimwangalia hakuwa mtu mwema, hakuwa mwaminifu. Preconceive action au alikuwa amemdhania bwana wake ambavyo sivyo. Kumbe bwana wake ni mtu mwaminifu. Angalia alivyo wa reward wale wengine wawili. Lakini unaona shida inaanzia mioyoni mwetu. Cha muhimu wapendwa, kila mmoja wetu aangalie amepewa talanta ngapi, anafanyia nini na talanta. Je, siku akiambiwa arudishe talanta atarudisha faida? Maana mwenye talanta anataka faida. Basi huyu kwa vile alishindwa kudani faida, huyo bwana akasema wewe ni mtumwa mbaya, mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Sasa kwa nini kuiweka pesa? Yani Bwana Yesu ana majibu mazuri sana. Akamwambia kama ulijua kweli mimi ni mtu mbaya hivyo, kwa nini sasa hata kuiweka benki? Kwa hiyo akaamuru anyang'anywe, apewe yule mwenye talanta 10, alafu yule atupwe mbali katika giza la nje. Na ndivyo inasema patakuwa kilio na kusaga meno, na ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana atusaidie tuweze kujua talanta zetu, sio kuzijua tu, lakini tuweze kuzitumia. Na katika kutumia talanta ipo siri moja, ni kwamba je, tunaitumia kama vile tulivyopewa maelekezo? Kwa sababu saa nyingine talanta yako unatakiwa ufanye kitu fulani, unaenda kufanya kingine, matokeo yake upati matokeo yale yaliyokuwa expected na mwenye talanta. Kwa hiyo lazima tumshirikishe Mungu katika kuzijua talanta zetu na kujua tuzifanyie nini. Haya, Mungu atatupima tena kwenye siri. Umeona? Kuna siri Mungu atakuwa anatupa. Sasa hizo siri wewe ukiwa ndio ukipewa siri, Bwana Yesu asifiwe, mimi Mungu kaniambia 1 2 3. Sasa Mungu anaangalia moyo. Unajua kuna wengine wanaweza kufanya kwa sababu ya ujinga, bado hawajakuwa. Lakini kuna mwingine anafanya ili watu wamuone huyo mtu yuko kiroho sana. Mwisho wake ni nini? Unaweza kukuta kwamba zile siri upewi tena. Kwa hiyo hapo panahitaji tu toba. Kama na sisi wote, mimi na wewe, mmoja wetu amefika mahali ambapo zamani labda alikuwa anapata siri za mbinguni, afu imefika mahali sasa hivi hapati kabisa siri. Basi hebu turudi nyuma, tumuombe Mungu rehema, na tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie kutufundisha tuwe mawakili wa siri za Mungu. Nimeshautaja huo mstari wa kwanza wa Korintho 4:1 na 2. Kingine bwana, tutapimwa kazi zetu. Tuachane na talanta. Talanta ni vile vipaji tuseme tulivyopewa na Mungu. Lakini kuna kazi ambazo umepewa. Vinalingana, lakini inawezekana vikawa vina utofauti kidogo. Kwa sababu unaweza ukawa na talanta uifanyie kazi. Umeona? Sasa itapimwa ile kazi. Maana kazi sasa ndio itakuwa na matokeo. Neno la Mungu linatuambia kila tunalolifanya tulifanye kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu, tukijua ya kuwa tutapokea ujira wa urithi wa Bwana, maana sisi tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Wakolosai 3 hiyo mstari 23 na 24. Hapa ndipo penye mtihani wa uaminifu. Uaminifu kwa Mungu sio tu
amekupa kitu fulani ukitunze alafu urudishe double. Hiyo ni one aspect. But another aspect ni kwamba utapewa kipande chako. Unakumbuka zamani, nakumbuka nilivyokuwa primary, unaweza ukaambiwa wewe unafagia hapa mpaka hapa. Umepewa kipande chako hichi. Fagia hapa mpaka hapa. Sasa unaweza ukafagia padogo. Wewe sio mwaminifu. Angalau basi uzidishe, tutakuona you are enthusiastic. Sasa kuna kupimwa kwa hivyo. Lakini pana kupimwa kwamba kwa nini mimi naifanya hii kazi? Je, naifanya ili watu wanione, wanisifie? Naifanya ili niwe maarufu, ili nipate hela? Ndio hapa tunapoambiwa kila tunachofanya tukifanye kama tunakifanya kwa Bwana. Na hii ni kila kitu. Yaani hata kutoa. Tunapotoa, je, tunatoa ili watu waone na sisi tumetoa, au tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu mpaka tumeamua kumtolea Mungu? Sasa neno la Mungu linatuambia hiyo siku hiyo ya mwisho kazi za kila mtu zitapita kwenye moto. Waraka wa kwanza wa Korintho 3:13. Maana siku ile itaidhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia ukiendelea kusoma, kuna wengine watapata hasara, kazi zao zitaungua. Kwa nini zitaungua? Moja kubwa zaidi, yani kitu kikubwa zaidi ni intention ya wewe kuifanya ile kazi ya Mungu. Hukuifanya kama vile unaifanya kwa Bwana. Kwa hiyo uaminifu hapo zero. Umeifanya ili upate glory kwa watu wengine. Na hasa nyingine, hiyo kazi hujatumwa, umejituma. Lakini ulivyojituma, kujituma sio mbaya, lakini umejituma kwa intention gani? Umejituma ili upate pesa, ili uwe maarufu, ili iweje? Hapo ndipo penye maswali. Kwa kazi zetu zitapimwa na kuonyesha uaminifu wetu kwa Mungu. Kwa sababu kuna wengine wakitumwa kazi hawamalizi kipande chao. Kwa hiyo lazima umalize kipande chako. Ndio maana Paulo anasema mimi nimemaliza kazi. Kingine utapimwa utukufu wa Mungu. Umeona? Je, sisi ni waaminifu kurudisha utukufu kwa Mungu? Isaya 42:8 anasema mimi ni Bwana ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Mambo hayo. Kwa hiyo mara nyingine Mungu kwa sababu neno la Mungu anatuambia ametupa authority and power. Tumepewa authority and power. Sasa ile power na authority tuliopewa inaweza ikaenda kichwani. Ikienda kichwani tunakuwa na tabia ya Lucifer. Utukufu tunauchukua sisi. Tunataka tuonekane sisi. Tunataka tuseme ni mimi ndo nimefanya hivi. Ni mimi nimefanya hivi. Ina maana hauko mwaminifu kwa yule aliyekupa kitu chake. Mungu wakati anakupa, alisema mkawe taa ili watu wengine, mkawe nuru ili watu wengine wapate kumtukuza Baba aliye mbinguni. Sasa inakuwa wanakutukuza wewe. Na wewe umekaa kimya, yani umetulia kabisa. Tena unafurahia na unaomba kabisa. Endeleeni. Ni mimi hapa nimefanya. Mimi ndio. Hapana. Utapimwa na ikionekana kwamba utukufu wa Mungu unauchukua. Umeshasikia hapo mwenyewe anasema hata mpa mwingine. Kwa hata kachokiamua ni yeye. Atadeal na wewe kivipi. Lakini kama tumewahi kuchukua utukufu kwa Mungu, tumuombe Mungu rehema, tutubu, turudi. Mungu ni wa rehema, hata kutusamehe. Kingine, Mungu atatupima uaminifu wetu katika kutoa. Unajua kuna mstari na upenda wa Yohana kwenye Yohana 3. Anasema hakuna kitu ambacho mtu amepokea ambacho hakijatoka kwa Bwana. Hivi ukiangalia ni kitu gani ambacho wewe hujakipokea kwa Bwana? Uzima, uponyaji, wokovu, baraka. Na saa nyingine tunaviangalia vitu vya lakini muda. Yaani nadhani muda ndio the most precious thing ambayo sisi wote we don't value it as much. Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba tutapimwa katika utoaji, na ndio maana Ibrahimu alipimwa akaambiwa mtoe mwanae mpendwa anayempenda. Amtoe mwanae mpendwa pekee. Na Ibrahimu akataka kumtoa Bwana. Yaani alikuwa willing kumtoa. Na hapa nimejifunza kitu kikubwa sana wakati natengeneza hili somo. Kwamba kumbe utoaji sio lazima pesa. Maana sisi wengi wetu tukiambiwa kutoa tunafikiria pesa, sina hela.
Ibrahimu ni pesa ile alikuwa anaambiwa atoa, si aliambiwa mtoto. Kwa mimi na wewe tunaweza tukaambiwa vitu vingi tu. Kindness, kuwa kind kwa mtu, umetoa. Kuwa kumsaidia mwingine, kumcomfort mwingine, unatoa. Kuna muda wako, kuna ile yani unajitoa. Au kumwombea mwingine, kuchukua mzigo wa kumwombea mtu. Sisemi kwamba tusitoe hela. Hela zinahitajika kwa sababu ufalme wa Mungu unaendeshwa, ufalme yoyote, katika ufalme wote there is money exchange. Na ndio maana hata mataifa ya ulimwenguni, yani hiyo ni nani hapa duniani, ni principle ya hapa ulimwenguni. Kwa hiyo what I'm trying to say ni kwamba tutapimwa katika utoaji wetu. Mungu kuna vitu atatupa, alafu atakuangalia utatoa kwa wengine au utoi. Tena vile vingine vile vinavyofurika vile, je, utaviacha tu viendelee kufurika puku na wewe unasema huna wakati unacho? Kwa hiyo tuangalie sana. Kuna kingine ambacho tutapimwa, ahadi. Hapa ndio penye mambo. Hapa hata mimi pananihusu mno. Kabla wakati naumwa nilikuwa nasema, Mungu ukiniponya nitafanya 1 2 3. Mungu nikifanya hivi nitafanya 1 2 3. Nimefanya. Je, nimefanya vyote? Maana uaminifu uko katika kufanya vyote. Sio umeahidi mambo 6 unafanya 2. Na hapa ndipo tunapotakiwa tuangalie, tusiwe na mihemko wakati tunaweka ahadi. Mhubiri 5 anasema, wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Yaani watu kama sisi ambao huwa tunaahidi afu hatufanye, tunaitwa wapumbavu. Anasema basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Kwa hiyo kama tumezisahau hizi nadhiri, tuna option 2. 1, tunamuomba Mungu atukumbushe. 2, tunaomba rehema kama hatujakumbuka kabisa. Lakini ndani yangu ni kwamba mara nyingine tujitahidi kuwa tunaandika hizi nani zetu, tunaandika hizi ahadi ili tusizisahau, na Mungu atusaidie tusiwe na mihamko. Vile vile Mungu atatuangalia, je, sisi ni waaminifu kwa watu wanadamu? Lakini saa nyingine tunataka tukua waaminifu, uaminifu wa hapa hatuna. Watu wengine wote wanatuona matapeli, wanatuona tuna double standard, wanatuona hatutoi haki. Hapana. Mungu atatupima katika uaminifu. Na Bwana Yesu alisema ya kwamba maneno yenu yawe ndio au sio. Sio yako iwe sio, ndio yako iwe ndio. Sio unaleta longolongo hapa katikati. Hamna longolongo. Hapo ni kukosa uaminifu. Na ubaya zaidi, kwa sababu wewe ni wakili au unamwakilisha Mungu hapa duniani, watu watasema, walokole bwana, wanalitukana jina la Bwana Mungu. Lakini wewe kumbe ndio ambaye umesababisha, kwa sababu wewe sio mwaminifu katika kudeal na wanadamu wengine. Sasa ni nani ambaye alishinda ili darasa? Kuna watu wawili muhimu, na wote kama wamefanana, Yusufu na Danieli. Wote walikuwa ni vijana wadogo, na wote hawakuwa nyumbani kwao, wamechukuliwa utumwani. Wote wawili walichukuliwa utumwa kupelekwa nchi ambayo hawaijui. Huyu mmoja Misri, mmoja Babeli. Lakini angalia, Yusufu alikataa kabisa kulala na mke wa Potifa. Akaambia mke wa Potifa, akasema, mimi nifanye ubaya huu mkubwa ili nikamkosee Mungu? Hiyo hapana. Unaona? Kwa hiyo pale Yusufu at the end remain kuwa faithful to God and faithful to Potiphar. Na umeona kama ule mstari wetu wa kwanza ulisema utatupwa gerezani, lakini wewe mwaminifu. Alitupwa gerezani kwa uaminifu wake. Kwa hiyo uaminifu sio kwamba eti nikiwa mwaminifu kwa Mungu ndio mimi napita na serereka. Ushaambiwa huko kuna gereza, kuna mauti. Uaminifu mara nyingi unakuweka katika position ambayo is very uncomfortable. Lakini kumbuka, mwisho ipo ahadi. Unaweza usione leo reward, lakini ipo reward, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu anaangalia. Yaani na Mungu lazima jicho lake linazunguka ulimwenguni kuangalia. Ni nani mcha Mungu? Ni nani mwaminifu? Kwa hiyo anakuona na anajua. Na ana expect wewe kwa jinsi ambavyo unaompenda.
kwa jinsi ambavyo unamjua Mungu. Mungu ana expect kwamba utailishinda hilo jaribu. Kwa hiyo tumuombe Mungu sana atusaidie tunapofika mahali ambapo tunatakiwa tuchague kuwa waaminifu kwa Mungu au kuwa kwa wanadamu, na au yani tuchague aidha kuwa waaminifu au kupata mateso. Tukubali kupata mateso na kuendelea kuwa waaminifu. Umeona? Sasa nani ambaye alishindwa? Katika Yoshua 7 kuna accounts za mtu anaitwa Akani. Huyu Akani yeye walikwenda vitani huko. Joshua alikuwa amepewa maelekezo na Mungu kwamba katika wana wa Israeli wanapoenda kule wasivichukue vile vitu vya thamani, waviweke ni sadaka kwa Mungu. Yeye anasema akavitamani, akavichukua, akavificha. Israeli acha panze kutokea huko magonjwa ya kuambukiza. Watu wakawa wanakufa kama nini wale kukunyi degedege. Sijui degedege wanakuwa gadalo kuku, kifaduro, sijui. Yaani sema magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo Joshua sasa ndio kujua kambi yote itaisha. Ndio kuingilia kati. Ikabidi sasa aanze kufanya search. Nenda kasome Yoshua 7. Ndio akamkuta Akani. Akani mwanangu, mambo gani haya? Nilivitamani. Joshua wakasema nini? Wewe ndio umeitaabisha kambi ya Israeli. Basi wote waliuawa, yeye na familia yake yote, kwa kukosa uaminifu. Ngoja niishie hapo. Ninaomba kama umeshaangalia na umebarikiwa, subscribe, share, like and comment hapo chini kama kuna kitu chochote nimekiacha kuhusu uaminifu. Na Mungu awabariki sana. Amen.